Hii ni sehemu ya pili ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Sehemu ya kwanza tumeishia pale ambapo Rayana kaenda kwa mpenzi wake Aidan mara baada ya kutumiwa meseji kuwa anaumwa na hana pesa ya kuweza kununua dawa ili aweze kujitibu. Baada ya kufika kule, Rayana anahitaji kulala kwa mpenzi wake Aidan. Ni kipi ambacho kinafuata hapo? Endelea kufuatilia Hazina ya Simulizi katika sehemu ya pili ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Upande wa pili tunaitazama familia ya kitajiri ambayo ina kila kitu. Watoto wake wanaishi kwa majigambo na kila kitu wanachokihitaji basi huwapatia. Tunaitazama kulikuwa na mazungumzo hapa ambayo alikuwa anahitaji binti huyo kwenda katika kumbi wa starehe akimwaga mama yake. Mama, leo nataka kwenda kutazama show za wasanii mbalimbali pale Magazi Juto Hall. Naweza kwenda? Sauti nzuri ya binti mweupe ambaye anamfumua nywele mama yake ikapenya vizuri kwenye ngome ya masikio ya mama huyo. Sasa Diana mwanangu, si ukamwombe baba yako, kwani unamwogopea nini? Mama huyo akazungumza na mwanaye. Mama, wanataka ninaswe kibao cha nguvu Sitaki mie. Kama hutaki kunipa ruhusa, leo natoroka. Umesahau walinzi wa getini wale wakipewa laki tu wamenywea. Acha kunifurahisha. Na yule Timothy alivyomnaa, unadhani atakubali hilo laki lako? Basi aishe mama, kwa hiyo utaniruhusu au nikaushie? Hebu nifumue mie, au tutazungumza baadaye. Mazungumzo hayo ya mama na mtoto wake yakakomea hapo. Diana ambaye ni mtoto wa pekee wa Mheshimiwa Rais Bwana Joel Mkwakwacha akaingia ndani ya bafu na kufungulia maji, kisha akaanza kuoga huku akiwa na furaha ya kupewa ruhusa na mama yake ya kwenda kwenye show ambayo itahusisha wasanii wakubwa wa nchini Tanzania. Wasanii kibao walikuwepo, wale wote ambao wanawajua magwiji wa mziki hapa nchini, Bongo Flava pamoja na dansi watakuwepo kwenye show hiyo. Diana akamaliza kuoga na kurudi chumbani kwake, akachukua taulo jeupe na kulivaa, akaketi kwenye dressing table, ndipo alipoanza kuchanganya vipodozi na manukato ya nguvu yenye harufu nzuri mno. Alipomaliza kujipaka mafuta ayajuayo, akafungua kabati lake la nguo na kuanza kuchagua nguo. Ikamchukua zaidi ya dakika 10 mpaka alipokuja kuipata nguo aitakayo. Akaivaa na kutoka. Kisha akamuuliza mama yake, "Mama, nimependeza Diana akamtupia swali mama yake, "Unadhani mwanangu unaharibu? Yaani we kila nguo unayovaa ni kiboko kabisa." Mama, nawe una maneno mengi. Niambie basi kama nimependeza au sijapendeza. Umependeza bana, unataka nisemaje? Diana akamwaga mama yake na kutoka nje. Akamkuta mlinzi wake akiwa ndani ya gari tayari kwa safari. Akafunguliwa mlango na gari katoka ndani ya ikulu. Mawazo ya Diana hayakufikiria kitu chochote zaidi ya kuwaza jinsi atakapofika katika ukumbi huo na kuwatazama wasanii ambao kwake yeye walikuwa ni vipenzi vyake, kisha kukutana na mpenzi wake ambaye aliwekeana naye ahadi tangia siku 2 zilizopita. Akaitoa simu yake yenye thamani kubwa na kutafuta jina la mpenzi wake huyo. "Hello dear, nipo njiani na kuja muda si mrefu. We uko wapi?" Akauliza. "Mimi nimekwisha fika, nipo kwenye meza moja mwenyewe tu." Sauti nzito kutoka kwenye simu ikasema na kumfanya Diana tabasamu. "Poa, dakika 0 nitakuwepo hapo." Okay. Mlinzi huyo hakusita kumtazama binti huyo kupitia kioo chake cha kati. Akatabasamu na kuongeza kasi ya gari. Hatimaye gari ikafunga breki nje ya hall hilo na mlinzi wa binti huyo akafungua mlango. Diana akatoka. Sasa mbele akiwa Diana na nyuma yake mlinzi akiwa bize kumlinda binti huyo kwa uangalizi sana. Ukumbi ukiwa umefurika watu kufuatiwa kwa ujio wa wasanii wakubwa nchini Tanzania. Diana akatembea mpaka upande wa wateja maalum, yani VIP. Akakutana na mpenzi wake akiwa amejaza bia kwenye meza. Wakakumbatiana kukaa pamoja. Nyuso zao zikaonesha tabasamu la aina yake. "Diana, hakuna siku iliyopendeza zaidi kama leo."
Yaani mtoto umewaka, mtoto unametameta ile mbaya du, mpaka nahisi kupatwa na kigumizi jinsi ulivyopendeza. Jamaa huyo akazungumza, mbona nimevaa kawaida sana. Kawaida kwako, lakini kwangu uko poa sana. Akazungumza kwa msisitizo, akafungua pochi yake na kutoa noti 5 za 10,000. Unahitaji pongezi ya hali ya juu, jamaa akasema, na kumbandika Diana noti hizo juu ya paji lake la uso. Diana akatabasamu, kisha akatoa mkoba wake akachomoa fedha kiasi cha 100,000. Unajua mpenzi, hakuna siku uliofunga vizuri tai kama leo. Unahitaji pongezi ya hali ya juu. Diana akayasema maneno hayo na kumbandika mpenzi wake 100,000 kwenye paji la uso. Jamaa huyo macho yakaanza kumtoka na kubaki akimtazama tu. Bosco, mbona unatoa macho namna hiyo? Akauliza Diana baada ya kuona mpenzi wake anakodoa macho namna ile. We humuoni Alikiba yule kwenye jukwaa? Bosco akasema hayo na kumfanya Diana ageuke haraka. Akakutana na sura ya kijana mcheshi ambaye ameitawala stage ipasavyo. Diana akainuka haraka na kuanza kusogea lilipo jukwaa, lakini mlinzi wake akamuwahi kumshika mkono na kumrudisha. Hisia na mapenzi yakaanza kupita kwenye chemba ya moyo wake, huku akitamani sana kucheza naye pale stejini. Unataka kwenda wapi? Humuoni yule bodyguard wake pale pembeni? Mlinzi akazungumza na kufanya Diana amtazame kwa hasira. Wewe inakuhusu nini? Hivi kazi yako huijui? Diana akazungumza kwa jaziba, akamtazama Bosco, naye bado alikuwa pembeni na mtazama. Bosco akainuka na kumsogelea Diana. Basi mpenzi, usipaniki, ni mambo ya kawaida tu haya. Hivi fikiria baba yako akikuona unacheza kwenye jukwaa namna ile, unadhani atakuchukulia hatua gani? Isitoshe utamuweka matatani huyo mlinzi wako pamoja na mama yako pia. Bosco akazungumza kwa hisia na kumfanya Diana anyamaze kimya. Tunarudi upande wa Aidan pamoja na mpenzi wake Rayana. Kazi ngumu anazozifanya Aidan zinamfanya aendelee kuimarika kimwili, ila kiasi cha pesa kinamfanya avunjike moyo kabisa. Magunia mazito ya viazi anayonyanyua ukilinganisha na pesa anayopata bado hazikizi kabisa mahitaji yake. Asubuhi na mapema Aidan huamka na kutembea kwa miguu hadi Kariakoo. Huko hupambana mizigo mizito toka kwenye malori yaletao mizigo hiyo kwa Wahindi. Aidan kama kawaida yake huungana na wenzake na kuanza kazi, huku akikimbilia kila lori linaoingia kwa siku hiyo. Mpaka jioni inaingia na kujipapasa mifukoni, anakutana shilingi 3,400 pekee. Hakukata tamaa, akaamua kuingia kwenye daladala ziendazo Manzese, akashuka kituo cha msikitini na kuanza kutembea mpaka Barafu, huko kilipo chumba chake. Wewe unaenda wapi? Miguu kama bakora ya kifimbocheza. Nipatie hela yangu kabla sijafunga chumba babu. Unaishi hapo unadhani kwa shangazi yako? Aidan akakutana maneno ya mama mwenye nyumba, akakumbuka kuwa mwezi umeisha na mwenye nyumba amekuja kufuata pesa yake. Shikamoo. Shika mwenyewe, nataka hela yangu, tena usinitibue. Umenipata hapo? Sawa mama, ishia hapo. Ushaanza maneno yako mengi. Haya, 30,000 nipatie haraka sasa hivi. Maneno hayo yakaanza kumuumiza sana kichwa Aidan. Hakuwa na kitu chochote cha kuuza ili apate japo kumpoza. Mama yule akaongea maneno mengi na mwisho wake akachukua funguo na kufunga mlango wa chumba hicho cha Aidan. Ukipata mshiko wangu utaniambia, kwa leo onja usingizi wa kulala nje. Mama huyo akasema hawa na kuondoka zake. Aidan akamtazama bila kumaliza, akajikuta anajiegemea ukutani na kuanza kuteremka nao mpaka chini akitumia mgongo wake. Akachomoa simu yake na kujaribu kuiwasha. Akaenda kwenye namba ya mpenzi wake Rayana, akaipiga na kuiweka sikioni. Mambo poa mpenzi, niambie uko poa? Acha tu, nimerudi hapa nyumbani. Mama mwenye nyumba kanifungia chumba changu, mwezi umeisha, anadai hela yake. Aidan akajieleza kwa mpenzi wake Rayana. Anakudai shilingi ngapi? 30,000. Unasemaje?
mbona hela kubwa namna hiyo? Ndiyo thamani ya chumba mpenzi wangu. Haya, subiri ni cheki uwezekano. Rayana akasema hayo na kukata simu. Aidan akatoka na kuanza kutembea kuelekea barabarani. Alipofika barabarani, Aidan akaketi juu ya tairi huku akiendelea kuitazama anga ambayo inaanza kuingiwa na giza. Wakati upo pale barabarani, ghafla alishtushwa na sauti ya mtoto wa kike iliyokuwa ikimwongelesha. Aidan, unafanya nini hapa muda huu? Sauti ya kike ikamshtua toka kwenye mawazo mazito na kumfanya mtazame mwanamke huyo. Napunga upepo tu dada. Aidan, utakuja kuumbuka mjini hapa. Unapunga upepo muda huu? Unachekesha sana. Wenzako wanapunga ufukweni, wewe kwenye hili pila la gari makubwa haya. Mwanamke huyo akazungumza kwa nyodo, lakini Mama Grace, kabla hajamaliza akakatishwa na maneno mengi ya Mama Grace. Au bado unasimamia msimamo wako wa kunikataa? Utakuja kufa. Unaona jinsi nilivyojazia. Yule kengemaji wako anakupa nini sasa? Mama Grace akazungumza huku akimgeukia Aidan na kumwonyesha sehemu ya nyuma. Aidan hakuwa na la kujibu zaidi ya kumtazama tu Mama Grace. Twende nyumbani basi Mama Grace akasema huku akimuinua Aidan. Sitaki Mama Grace, naomba uniache. Basi chukua hii twende. Mama Grace akachoma noti 5 za 10,000 na kumpatia Aidan. Akamtazama Mama Grace na taratibu akawa anasukumwa na nafsi achukue pesa ile. Chukua sasa, unasubiri nini wakati una shida kibao? Sauti toka nafsini ikamkoleza Aidan na kujikuta akipokea pesa hiyo bila kutarajia. Akalenika na kupanda kwenye gari la Mama Grace. Mama Grace ni mke halali wa Mr. Bon anayefanya kazi katika kitengo cha mawasiliano. Leo amefanikiwa kumtia mikononi kijana aliyekuwa anamkataa siku zote. Hakuamini kabisa kama kweli kampata. Akaiwasha gari yake na kuelekea njia ya kwenda Manzese. Akapinda kona ya Madoto kisha akanyosha kuelekea Mabibo. Siku hiyo akapania sana kumtumia Aidan atoe hamu aliyokuwa anaikosa sana kutoka kwa mume wake huyo. Sasa tunaenda wapi huku? Aidan akahoji, lakini hakupata jibu. Bado Mama Grace alikuwa bize kwenye usukani wa gari. Naam, hiyo ni sehemu ya pili ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Sehemu hii tumeona Aidan kakubali kupokea pesa za Mama Grace, mama ambaye ni mke wa tajiri anayefanya kazi katika kitengo cha mawasiliano. Je, anampeleka wapi? Anampeleka kwa mume wake ama anampeleka gesti kwa ajili ya kutimiza haja zake ambazo alikuwa anatamani kupatiwa na Aidan? Ili kufahamu yote haya, usikose kufuatilia katika sehemu ya 3 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana.